781 Agano la Kale, ukurasa wa 781 kwenye Agano la Kale, ukurasa wa 781, Zaburi ya 125. Nami ninasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu lasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wakaa milele. Kama milima inavyoizunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake, tangu sasa na hata milele. Kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki. Wenye haki wasije wakainyosha mikono yao kwenye upotovu. Mstari wa 4. Ee Bwana, watendee mema walio wema, nao walio wanyofu wa moyo. Mstari wa 5. Bali wao wanaozungukia njia zao zilizopotoka, Bwana utawaondoa pamoja na watenda maovu. Amani ikae na Israeli. Kichwa cha somo kinasema tumaini imara katika Bwana. Tumaini imara katika Bwana. Kila Mkristo anayemwamini Yesu Kristo ana tumaini, na ukifuatilia sana neno tumaini, maana yake utakuta ni uhakika mbele za Kristo. Mkristo aliyemwamini Yesu Kristo ana uhakika wa maisha yake. Ndio maana kichwa cha somo kinasema tumaini imara katika Bwana. Kitabu cha Zaburi ni mkusanyiko wa nyimbo na maombi na sifa zilizotumiwa na watu wa Mungu katika ibada zao. Unapoangalia Zaburi kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho, Zaburi ya 150 ni maombi, sifa, maombi, sifa na nyimbo. Na tunapoiangalia Zaburi ya 125 ni zaburi ambayo watu wa Mungu walikuwa wanaiimba wakati wanatoka chini kuelekea Yerusalemu. Yerusalemu ni mji ambao ulikuwa uko juu. Mfano, unapoona ile milima pale, watu wanatoka kama huko chini sokoni, wanaenda Yerusalemu. Ilikuwa imezungukwa na milima na iko juu. Kwa hiyo walikuwa wanatoka chini wakiimba, wamtumainio Bwana ni kama milima Sayuni, ni kama mlima Sayuni. Wanapotoka kwao kwenye vijiji Yeriko, Samaria, kama kule ilikuwa iko chini, na wanaelekea juu wakimwimbia Bwana, wamtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni ambao utatikisika wakaa milele. Kwa hiyo watu hao walikuwa wanamwimbia namna hiyo wakati wanapanda. Katika zaburi hii mtunga zaburi anatumia mlima Sayuni na milima iliyozunguka Yerusalemu kuonyesha jinsi Mungu ana nguvu na jinsi Mungu anaweza kuwalinda wale ambao wanamtumaini, wale ambao wanamwangalia. Maana amesema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wakaa milele, kama milima ilivyozunguka Yerusalemu. Kwa hiyo mwimba zaburi alipoandika alikuwa anamaanisha kama milima Sayuni ulivyo au tikisiki, lakini pia kama vile milima ilivyoizunguka Yerusalemu, ndivyo ambavyo Mungu alivyowazunguka watu wake, wale ambao wanamtumaini. Ni mambo gani ambayo Zaburi ya 125 mstari wa kwanza mpaka wa 5 inatufundisha? Katika zaburi hii kuna mambo kadhaa matatu ya msingi ambayo tutayaona asubuhi ya leo. Jambo la kwanza, tumaini imara katika Bwana hutupa uthabiti. Tumaini imara hutupa uthabiti. Kitu uthabiti maanake ni kitu ambacho ni hakika, ni kitu ambacho hakitikisiki, ni kitu ambacho ni imara kama chuma au kama mwamba. Kwa hiyo
weka tumaini letu, au tunapozungumzia tumaini imara katika Bwana, tumaini imara katika Bwana hutupa uthabiti. Uthabiti wa nini? Uthabiti wa imani, uthabiti wa maisha yetu katika kumtegemea. Mstari wa kwanza nasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wakaa milele. Sasa kama milima ni lugha ya picha. Wakati anaangalia mlima, ule mlima unapoangalia pale ni mlima ambao una miaka. Anaposema wakaa milele, Biblia inatuambia kuna wakati ambayo hii dunia itakunjwa kama karatasi, alafu Mungu atengeneze dunia nyingine. Sasa maana ya kukaa milele ni kwamba milima ina umri ikiwa katika sehemu moja, ikiwa katika uimara wake. Kwa hiyo anaposema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, maana yake wale wanamtegemea Bwana. Anazungumza na Israeli, na ndio maana mstari wa mwisho kabisa anasema amani ikae na Israeli. Anazungumza na Israeli akiwaambia kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, wale wanamtegemea ni kama mlima Sayuni, maana yake hawatatikisika. Tunapozungumzia kutikisika, maana yake kuna changamoto pale. Mvua zinanyesha, upepo unapiga, ule mlima uko pale pale. Kuna wakati upepo ulipita kule nyumbani, migomba iliangushwa, miti ilivunjika. Tulipokrosi hapo lami, tukakuta mti umeanguka katikati ya lami. Lakini sasa tofauti ni kwamba mlima uko pale pale, maana yake ni kitu ambacho ni imara. Sasa basi, mwimba Zaburi anawaambia wale aliowaandikia Israeli ya kwamba ninyi ambao mmeiweka imani yenu kwa Bwana mna uthabiti wa maisha yenu. Maisha yenu ya kiroho, maisha yenu ya kimwili yana uimara. Yana uimara kwa sababu milima hii tunapoiangalia, aliyoiweka ni nani? Ni Mungu. Kama milima hii ni imara, je, walioweka tumaini lao kwa Bwana? Ndio tafsiri yake. Kama milima hii haitikisiki, haisumbuliwi na zoruba, haisumbuliwi na upepo, je, walioweka imani yao kwa Bwana itakuwaje? Ndio anasema ni thabiti. Maana yake mlima haubadiliki. Maana yake mlima una misingi imara. Kama milima haibadiliki, kama milima ina misingi imara, je, Mungu kadhalika? Mungu habadiliki. Tunapomwangalia Mungu katika Kristo habadiliki. Mungu misingi yake ni imara. Kwa hiyo imani yetu tunapoiweka mbele za Kristo, maana yake ni kwamba tunayo uthabiti, tunayo uhakika, tunayo uimara wa maisha yetu. Na ndiyo Isaya 26:4 anasema mtumainini Bwana milele, maana katika Bwana Yehova mna mwamba wa milele. Nataka uone neno mwamba. Mwamba ni kitu ambacho ni kigumu. Hiyo ni lugha ya picha. Mwandishi anatumia kitu ambacho tunapokiangalia kinatupelekea kuelewa kwamba hichi ni kitu ambacho ni imara. Mwamba wa milele, Kristo. Kristo ni mwamba. Paulo anatuambia vizuri, ukisoma vizuri Wakorintho wa kwanza sura ya 10, ule mwamba Musa aliyougonga ukatoa maji ni Kristo. Kwa hiyo tunapomwangalia Kristo, maana yake ni imara. Wakati huo anatushikilia. Yale maji yaliyotoka pale yaliwapa wana wa Israeli uhai, walikuwa wanazimia kwa ajili ya kiu. Musa akaambiwa gonga huo mwamba, na ule mwamba ukatoa maji, wakanywa, wakaiburudisha mioyo yao. Kadhalika na sisi tunapomwangalia Kristo kama mwamba, maana yake ni kwamba kwanza ni imara, lakini anatupa uhai. Bwana Yesu asifiwe. Anatupa uhai. Kristo tunapomtazama kama mwamba imara,
tunapoweka imani yetu inashikiliwa kama hii nyumba. Hii nyumba haiwezi kuwa imara kama haina msingi tena uliomiminwa vizuri. Kadhalika maisha ya hii nyumba ni mwamba. Kadhalika na sisi maisha yetu ni mwamba ambao ni Kristo. Isaya 26:4 anasema mtumainini Bwana milele, manake mtegemeeni. Maana, kwa nini neno maana? Nataka uone neno maana, maana yake ni sababu. Mtumainini Bwana milele, maana neno maana maana yake ni sababu. Anatoa sababu, anatoa sababu, anatoa sababu, anatoa sababu. Anasema mtumainini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Kwa nini tumtumaini? Ni mwamba wa milele. Mwamba ni kitu ambacho ni imara. Kwa hiyo anapoambia wamtumaini Jehova, Bwana, Bwana maana yake ni mtawala. Jehova, neno Jehova maana yake ni neno exist one, maana yake ni Mungu anatawala, ndio maana ya Jehova. Kwa hiyo anapoambia mtumainini Bwana milele, kwa sababu katika Bwana Yehova mna mwamba wa milele. Katika Bwana, yeye anayekaa, yeye anayetawala, mnaye mwamba wa milele. Mungu ana mwanzo, Mungu ana mwisho. Kwa hiyo mwimba Zaburi alipokuwa anawaambia Israeli ya kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautikisiki, wakaa milele. Maana yake ni kwamba kama milima imekaa na kudumu, tunaye Mungu ambaye tukimwangalia yeye ni mtawala wa siku zote. Yeye ni mtawala wa siku zote, na katika yeye tunaye uzima. Sababu Paulo anasema ule mwamba uliogongwa pale nyikani alikuwa ni Kristo. Kwa hiyo tunaye mwamba ambao unatupa uzima, ambaye ni Yesu Kristo, mwamba ambao unatupa uzima. Mithali 3:5 anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. So unachotakiwa ni kutoa moyo wako kumwangalia Kristo kama mwamba unayedumu milele. Kwa nini mwamba? Tumekwambia maisha ya hii nyumba ni msingi. Kadhalika chanzo cha maisha yetu ni Kristo. Ndio maana neno mwamba. Kama tukiweka tumaini letu kwake, maana yake hatutatikisika. Zitapita mvua, mafuriko, upepo, zitavuma kwa namna yote, lakini tutabaki imara kwa sababu tumeweka tumaini letu katika mwamba ambao ni imara na unayekaa milele. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto zitakuja. Nikwambie, soma Isaya 43 kama sikosei, anasema ujapopita kwenye maji mengi hayatakung'arakisha kwa sababu niko pamoja. Sio kwamba tukimwamini Yesu Kristo hatutapita kwenye changamoto. Usije ukadanganywa na mtu ya kwamba ukimwamini Yesu Kristo hautapita kwenye changamoto. Tuko kwenye dunia ambayo ina dhiki, dunia ambayo ina changamoto, lakini katika dunia hii Mungu anatupa tumaini ya kwamba tukikaa ndani yake sisi ni washindi, kwa sababu Kristo ameshinda kaburi na mauti, na siku ya tatu akafufuka. Kwa hiyo tunapomwangalia na sisi ni washindi. Hatutang'arakishwa na changamoto, hatutang'arakishwa na shida, lakini badala yake tutakuwa washindi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia maisha ya Meshaki, kina Daniel walipotupwa kwenye tundu, walitupwa kwenye moto, walitupwa kwenye simba, lakini kwa kuwa walikuwa wanamwangalia Bwana, aliwaokoa, aliwashindia, na mpaka mfalme akasema hakika Mungu wa Danieli anapaswa kuabudiwa katika Babeli. Bwana Yesu asifiwe.
sio jambo la kawaida. Mfalme alikuwa anaabudu miungu, aliyopitisha sheria ya kwamba miungu yake iabudiwe, na yoyote ambaye hataabudu akitupwa kwenye moto unayewaka. Lakini mwisho alikuja akakiri, akasema Mungu wa Daniel anapaswa kuabudiwa. Kwa nini? Kwenye maisha yako kadhalika unatakiwa unapomwangalia Mungu katika Kristo umtumaini na uone ya kwamba kuna ushindi huko kwake, na kila atakayekuja kukuuliza majibu yako ni Kristo, majibu yako ni Yesu. Yesu ndio amenisaidia kutoka hapa. Tunamwangalia kwa imani. Shakwambia imani ndio kinachokuunganisha na Mungu. Unapompa Yesu Kristo maisha, maanake imani yako kwake ndio inakuunganisha naye, na kuanzia hapo unakuwa ni mtu unatumaini thabiti. Tumaini lako linakuwa ni imara. So unapopita kwenye majaribu, mtazame Yesu, yeye aliyoshinda. Ukisoma maisha ya Yesu kuanzia utoto mpaka anakufa na kufufuka na kupaa, yale yote ilikuwa ni ili sisi tuweze kuwa na msaada. Kile kitabu cha Waibrania ukisoma sura ya 2 kuanzia mistari ya mwisho, alijaribiwa sawasawa na sisi, aliteswa ili sisi tuweze kupata msaada. Kumbuka Waibrania anamwandika Yesu Kristo kama kuhani mkuu, ili aweze kutuombea, ili aweze kutupatanisha, ili aweze kututangazia msamaha wa dhambi. Kwa hiyo alijaribiwa, aliteswa kama sisi tunavyopita kwenye changamoto, ili tunapokwenda kwake tuwe na msaada. Kwa hiyo tunaye kuhani mkuu ambaye ni Kristo anayetusaidia kila itwapo leo. Kwa hiyo usikate tamaa. Yamkini ninaongea na mtu ambaye amefika mahali anaona uzito. Yamkini ninaongea na mtu ambaye amefika mahali anaona giza kwenye maisha yake. Yamkini ninaongea na mtu ambaye anaona bahari kwenye maisha yake, aoni mwanga. Nikutie moyo asubuhi ya leo kwamba wamtumainie Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, wakaa milele. Ukimwangalia Bwana, yeye ni mwamba, ndani ya mwamba kuna uzima. Nimekuambia chanzo cha uzima au maisha ya hii nyumba ni msingi. Kadhalika na sisi tutakapoweka tumaini letu kwa Kristo, ndio chanzo cha maisha yetu, kwa sababu yeye ndio mwamba. Atatushikilia, atatushindia kwenye shida na tabu. Sababu ya pili, tumaini imara katika Bwana utupa ulinzi. Nimekuambia moja, inatupa uimara wa imani. 2, inatupa ulinzi. Tumaini imara, tunapomwangalia Bwana tunapata ulinzi. Mstari wa 2 maandiko yanasema hivi: kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake, tangu sasa na hata milele. Tangu sasa na hata milele. Anasema kama milima. Kumbuka neno kama ni mwendelezo wa mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza unaishia hautatikisika waka milele. Kama, kwa sababu. Kwa nini? Anatoa sababu ya wanayemtumainia Bwana hawatatikisika waka milele. Anatoa sababu mstari wa 2. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Ndivyo Bwana anavyowazunguka. Mstari wa 2 ni mwendelezo wa mstari wa kwanza. Wamtumainio Bwana ni kama milima Sayuni ambao hautatikisika waka milele. Kama, neno kama maanake ni kwa sababu. Anatoa maana ya wanayemtumainia Bwana hawatatikisika. Kwa nini hawatatikisika? Kwa sababu, mstari wa 2, milima ilivyozunguka, kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyo. Maana yake kama milima ilivyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka wale wanayemtumaini. Yerusalemu ulikuwa umezunguka na milima. Kwa hiyo mwandishi alipokuwa anaandika alikuwa anaangalia mazingira, na wakati anaangalia mazingira, Roho Mtakatifu anatumia mazingira yale yale ili wale watu wanayepelekewa ujumbe waelewe kwa urahisi. Kama ile nyumba ilivyozungukwa
nyumba inavyozungukwa na ukuta. Sasa Yerusalemu ilikuwa imezungukwa na milima, na sasa wakati mwandishi anaangalia ile milima ilivyozunguka, na Roho Mtakatifu anamwambia andika, wale wamtumainio Bwana hawatatikisika kwa sababu Mungu amewazunguka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amewazunguka. Amewazunguka kwa maana gani? Maana yake anawalinda. Kwa hiyo ndio maana tunasema changamoto, unapoweka tumaini lako kwa Kristo, changamoto hazitakusumbua kwa sababu unaye tumaini kwa Bwana na yeye ameweka ulinzi kwako, amekuzunguka. Sio kwamba maadui watakupiga, watakupiga, lakini unaye ulinzi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watakupiga, watakutakia mabaya, wengine hata watakuloga, wengine watakufanyia mabaya ili usisonge, lakini at the same time wanakufanyia mabaya. Mungu amefanyaje? Amekuzunguka. Mungu amekufanyaje? Amekuzunguka. Hivi unaelewa neno Mungu? Mwanzo 1:1, neno Mungu, neno Mungu Elohim, manake ni mwenye uweza, mwenye nguvu. Sasa imagine unazungukwa na mwenye uweza. Je, swali ni mchawi atakusumbua? Ni mshirikina atakusumbua? Ni changamoto gani zitakusumbua? Umezungukwa na mwenye uweza. Zaburi ya 34:7 maandiko yanasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Nataka uone Mungu alivyo mkuu juu ya wanayemtumaini. Zaburi ya 34 mstari wa 7. Zaburi ya 34 mstari wa 7. Biblia inasema hivi. Zaburi ya 34 mstari wa 7, maandiko yanasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Akiwazungukia wamchao nani? Akiwazungukia wamchao. Wamchao wale ambao wanamtumaini Bwana na kuwaokoa. Sasa hivi umeshaonaga ile kitu inaitwa rada? Shaona rada? Kwa mfano, kuna wakati fulani ukikaa unaona ile rada ya KIA inapita hivi usiku, inaenda. Manake pale kwenye ile ofisi wanaona kila kitu ambacho kinakuja kwa ajili ya kuzuru au kwenye ofisi ya rais kunaye rada. Sasa hivi wametengeneza mpaka CCTV kamera, ukija watu wakiwa ndani wanakuona, au ina rekodi, inachukua rekodi za nyumbani. Sasa hebu angalia, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia. Ile rada huwa inapita hivi. Kazi ya malaika wa Bwana hawa ni kukulinda. Huu ni ulinzi wake Mungu juu ya wale ambao wanamtumaini. Kwa hiyo mwimba Zaburi anawaambia watu wa Mungu ya kwamba kwa nini hawatatikisika? Kwa nini hawatatikisika? Wanakaa milele, kwa sababu Bwana anawazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Manake anawalinda. Amini ya kwamba ulipomwamini Yesu Kristo, ulinzi wa kiungu uko juu yako. Kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 5, maandiko yanasema hivi: kwa imani tunalindwa na nguvu za Mungu. Kwa imani. Hiyo inakutoa mawazo aulindwi na vitu viharibikavyo kama vile mafuta, kama vile maji, ambaye leo watu wanasema. Kwa nini? Kwa sababu imani yako haipo kwenye vitu viharibikavyo. Waraka wa kwanza sura ya 1, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 18 na 19. Hatujakombolewa, hatujanunuliwa na vitu viharibikavyo,
vyote hivyo wanavyovitumia leo. Kwa hiyo chunga imani yako, usije ukaiweka kwenye vitu viharibika. Sisi imani yetu iko mbele za Bwana. Mstari wa kwanza 125 Zaburi, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika. Hivyo vitu vyote vinaharibika, vinatikisika, vinaharibika, vina expire date. Maji yakikaa kwa muda kwenye ile tank inaharibika. Mafuta yana expire date. Kwa nini imani yako uweke kwenye mafuta? Kwa nini imani yako uweke kwenye chumvi na expire date? Wewe imani yako unataka uweke kwa Kristo. Ukiweka kwa Kristo, immediately nguvu za Mungu zinakulinda. Malaika wa Bwana wanazunguka ni kama hiyo na nini niliyokuambia inakulinda. Wewe kazi yako ni kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Hauhitaji nikae vipi nilindwe. Wewe unatakiwa kuishi kwa kumtegemea kwa moyo wako. So unapoishi kwa kumtegemea kwa moyo wako, kazi ya Mungu ni kukulinda kwa sababu wewe ni mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. So hauna haja ya kutumia nguvu kubwa. Ni kwa namna gani ninatakiwa kulindwa? Nguvu yako inatakiwa ni kumpendeza Mungu. Niishi vipi kumpendeza Mungu? Vile unaishi katika kumpendeza Mungu, kazi yake ni kukulinda. Kazi yake ni kukulinda. Utapita kwenye changamoto, malaika wa Bwana atakuwa pamoja na wewe katika kukulinda. Tunaposema malaika wa Bwana, maana yake ni kwamba ulinzi wa Mungu utakuwa na wewe. Na ndio Zaburi 91:2 inasema, yeye ndio kimbilio langu na ngome yangu. Kwa nini? Ngome, kimbilio. Usikimbilie vitu vinavyoharibika. Unapoona watu wanakimbilia hivyo, usikimbilie. Anasema yeye, neno yeye maana yake Bwana. Wakati watu wanapoteza muda wao kukimbilia hivyo vitu, wewe mkimbilie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sijui kama unanielewa ninavyozungumza namna hivyo. Unaweza ukanyosha mkono wako kama unanielewa hivi kile ninachokisema. Wakati watu wanakimbilia, maana leo utasikia kule, utasikia kule, utasikia kule, wewe mkimbilie Bwana. Kimbilie Bwana. Na ndio Zaburi ya 91 inasema, Zaburi ya 71, wamkimbilia Bwana hawataibika milele. Hawataibika. Kwa nini? Kwa sababu Bwana hatikisiki. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uwezo, ni Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu anayetawala. Kwa hiyo ukiweka tumaini lako kwake, kitu gani kinatokea katika maisha yako? Hautaaibika katika maisha yako, hautakuwa na hofu. Unajua, ngoja nikwambie hivi, unafikiri kwa nini watu wanakimbilia hivyo vitu katika dunia leo? Changamoto ni hofu. Hofu ndio inayowasumbua. Hofu. Na ndio maana Paulo anawaambia Wafilipi ya kwamba amani ya Mungu ipitayo akili za kibinadamu iwahifadhi. Kwa nini? Kwa sababu hofu ni kitu kibaya kwenye maisha. Hautasikia hata siku moja na kutia hofu, lakini mimi nitakupa ujasiri kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kila nitakapokufundisha ni kwamba nitatengeneza imani yako iwe na ujasiri kwa Bwana. Sitakwambia unalogwa, sitakwambia sijui kunaishi, sitakwambia hicho. Nitakwambia ili uweke ujasiri wako kwa Bwana, kwa sababu ukikosa ujasiri, ndio maana neno tumaini imara. Kwa lugha nyingine tungetafsiri kichwa cha somo kinaposema tumaini imara katika Bwana, ujasiri katika Bwana. Sasa lazima uwe na ujasiri katika Bwana, kwa sababu Mungu ni Mungu anayetawala, kwa sababu Mungu ni Mungu aliyeumba mbingu na dunia na kila kitu. Sasa kwa nini uwe na hofu? Wenye hofu ni wale ambao hawana msingi kwenye maisha yao. Upepo ukipuliza hivi, nyumba inatikiswa, anakaa anaangalia nyumba inaanguka. Lakini wewe upepo ukitikisa, umeweka misingi, maanake umeweka imani yako kwa Kristo, na Kristo ndio uzima wako, yeye aliyoshinda. Hebu weka tumaini lako kwake. Hebu usiangalie hofu kwenye maisha yako, mtazame Kristo. Usiangalie hofu kwenye maisha yako. Hofu ikija, iambie kwa jina la Yesu, pita hivi. Mimi ninalindwa kwa imani na nguvu za Mungu. Kila aliyomwamini Yesu Kristo kuanzia pale analindwa kwa imani na nguvu za Mungu. Kinachokufanya ulindwe sio mafuta, sio chumvi, sio maji, sio hepo,
sio sijui t-shirt. Kinachokufanya ulindwe na nguvu za Mungu ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani ndio inakuconnect na nguvu za Mungu. Vile juzi nilikuwa nasikitika, watu wanaibiwa, watu wanamwagiwa petroli, wengine wanajambiwa, wanaambiwa ni kijambo cha upako. Jamani, akili yenu, Biblia inasema tumieni akili pasavyo. Watumishi wamekuja wa kila namna, wanafanya kila vituko. Wengine walikuwa wanauziwa, limechimbwa bwalo, wanaambiwa wachote maji. Nimeanza nikisoma kile kifungu cha Yohana sura ile ya 6 mstari wa 63. Maneno haya niwaambieni ni uzima tena ni roho. Neno la Mungu ni uzima tena ni roho. Roho ya Mungu. Tunaposoma neno la Mungu, tunasoma roho ya Mungu, na ndani yetu tunabadilishwa na kuwa na uzima. Achana na hivyo vitu. Ukivisikia funga masikio, kwa sababu kitu kinachotufanya tulindwe na nguvu za Mungu ni imani. Ndio Petro anawaambia wapendwa, Petro wa kwanza sura ya kwanza ukisoma mstari wa 5, anawaambia tunalindwa na nguvu za Mungu kwa imani. Kwa imani. Kwa hiyo tukiweka tumaini letu kwa Kristo, na ndio maana Paulo mwandishi wa Zaburi anasema wamtumainie Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika waka milele. Kama milima izungukavyo Yerusalemu, ndivyo Bwana wanavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Wamtumainio, wale ambao wanamwamini Yesu Kristo. Jambo la 3, tumaini imara katika Bwana hutuletea baraka na amani. Bwana Yesu asifiwe. Moja, nimekuambia, moja inatupa uthabiti, ujasiri. Tumaini imara mbele za katika Kristo, katika Bwana inatupa ujasiri. Biblia inasema wenye haki ni jasiri kama simba, lakini wenye dhambi hukimbia, manake wana hofu. Wale wanayemtumaini Kristo wana ujasiri, na ndio maana, na ndio lengo la mafundisho haya, uwe na ujasiri katika Bwana. Haijalishi shida na dhoruba zinakuja kwako, lakini kuwa na ujasiri. Ndio maana ya pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, ulinzi. Kwa nini una ujasiri? Kwanza, unaye Mungu mwenye nguvu ambaye anakulinda. 3, baraka na amani. Baraka na amani. Mstari ule wa 4 na wa 5, maandiko yasema hivi: Ee Bwana, watendee mema walio wema na walio wanyofu wa moyo. Nataka uone, Ee Bwana, uwatendee mema walio wema. Walio wema ni wapi? Context, muktadha. Unarudi mstari wa kwanza. Walio wema ni wanayemtumaini Bwana. Wanyofu wa moyo ni wanayemtumaini Bwana. Kwa hiyo wanayemtumaini Bwana, mwandishi au mwimba Zaburi anawaombea kwa Bwana awatendee mema walio wema na walio wanyofu wa moyo. Mstari wa 6, bali, nataka uone neno bali. Bali manake amekanusha, bali wao wanayezungukia njia zao zilizopotoka, Bwana atawaondoa pamoja na watenda maovu, amani ikae na Israeli. Watenda mabaya Bwana atawaondoa, lakini wale ambao wanamtumaini Bwana, maombi ya mwimba Zaburi ni kwamba Mungu awatendee mema. Mungu awatendee mema. Mungu awatendee mema. Kile kitabu cha Warumi 8:28 maandiko yanasema hivi. Warumi 8:28, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Wale wote ambao wanamtegemea Kristo, Kristo anafanya nao kazi katika kuwapatia mema. So mema ni mambo yote mazuri. Ndio maana tumeanza, moja, uwe na ujasiri kwa Bwana, lakini 2, uamini ya kwamba Mungu anakulinda kwa imani. 3, baraka na amani. Neno baraka pale maanake ni mema yote.
Lakini kuna neno amani. Anaposema amani, shalom, amani ikae na Israeli. Neno amani maana ni utulivu. Yesu Kristo kabla ya kupaa, alipokutana na wanafunzi wake, ukisoma Luka 24 kuanzia mstari wa 45 kama sikosei, Biblia inazungumza kuhusu habari, aliwatakia amani. Kwa nini aliwapa amani? Kwa sababu amani ya Mungu inaweka utulivu ndani ya mtu. Kadhalika Paulo wa Filipi 4:7 anasema amani ya Mungu ipitayo akili za kibinadamu iwahifadhi. Kwa nini amani iwahifadhi? Kwa sababu amani itamlinda yule ambaye anamtegemea Kristo. Ukiwa na amani, nilikwambia utakuwa na maendeleo. Kwa hiyo angalia amani ya Mungu inavyokaa. Moja, ukimtumaini Kristo unakuwa na ujasiri. 2, ulinzi. 3, baraka na amani. Kwa nini amani iwe mbele? Alafu kwa nini amani iwe mwisho? Pointi ya kwanza, uthabiti, maanake ujasiri. Pointi ya pili, ulinzi. Alafu pointi ya tatu, amani. Kwa hiyo ukiwa na ujasiri, lakini vile vile ukiwa unalindwa na nguvu za Mungu kwa imani, amani ya Mungu itakaa kwako. Amani ya Mungu ikikaa kwako, kitu gani kinatokea? Utakuwa na utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na utulivu, akili yako itafikiria jinsi ya kufanya, utapangilia kila kitu kwa utaratibu. Utapangilia kila kitu kwa utaratibu. Hivi yule kichaa Yesu Kristo aliyokutana naye kwenye nchi ya Wagarasi, alikuwa anajikatakata, anajichubua. Ni kwa nini alikuwa anajichubua? Kwa sababu alikuwa na vita ndani yake, alikuwa hana utulivu. Lakini Yesu alipokaa ndani yake, mara alipokaa ndani yake, kitu gani kilitokea? Alipata utulivu. Maandiko yanasema alianza kula na akavaa na akakaa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe ukimwangalia Kristo, amani yake itakulinda, baraka zake zitakufuata. Usikimbilie baraka. Leo watu wengi wa Kristo wengi wanakosea. Usikimbilie baraka, usikimbilie baraka, usikimbilie baraka mara tatu. Mwangalie Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zinaenda, vitu unavyoviona vinapita, lakini mwangalie Kristo anayekupa. Ukiweka tumaini lako kwake, baraka zitakufuata, hautazifuata. Baraka zitakufuata ukiweka tumaini lako kwake. Na ndio maana baada mstari wa 25 mstari wa kwanza ameanza kwa mtumainio Bwana hawatatikisika, watazungukwa na ulinzi wa Bwana. Alafu mstari wa 4 anasema Bwana watendee mema walio wema, nao walio wanyofu wa moyo, wale wanayekuamini, wanayekutegemea, bali wao wanaoizungukia njia zao zilizopo, wale wanatembea katika upotovu wao. Ndio maana ya mstari wa 5, wale wanatembea katika upotovu wao Bwana atawaondoa pamoja na watenda maovu. Amani ikae na Israeli. Kwa nini amani ikae na Israeli? Kwa sababu wanatumaini Kristo. Amani ikae na kanisa. Kwa nini amani ikae na kanisa? Kwa sababu kanisa linamtumaini Kristo, kanisa linamtegemea Kristo, na kama linamtegemea Kristo, ulinzi wake uko kwake, na kama ulinzi wake uko kwao, wana amani ya Bwana. Hata kama utapitia changamoto, lakini Mungu ameahidi mema na amani juu ya maisha yako. 125 Zaburi inatufundisha mambo matatu. 1, uthabiti, maanake ujasiri. 2, ulinzi wa Mungu. Lakini 3, baraka na amani zake Mungu zitakuwa pamoja. 1, uthabiti, maanake ujasiri. 2, ulinzi wa Mungu. 3, baraka na amani. Kwa hiyo tumaini letu lisijengwe juu ya hali za maisha, bali juu ya Bwana ambaye ni mwaminifu milele. Tumaini letu, tegemeo letu lisijengwe juu ya vitu unavyoviona leo. Mahubiri yako ya kila namna, usivutwe huko na kule kuiba imani yako na kuipeleka kule, lakini imani yako iweke kwa Bwana. Ukiiweka kwa Bwana uko salama. Daudi anasema
Daudi anasema, na nianguke mikononi mwa Bwana, manake kwa Bwana ndiko kuna usalama. Je, tumaini lako limewekwa katika nini? Kama limewekwa katika Bwana, una uwezo wa kusimama imara kama mlima Sayuni, kwa sababu Mungu wazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Ni swali la kujiuliza. Je, tumaini lako umeliweka wapi? Kama umeliweka kwa Bwana, mwandishi anatupa mfano wa mlima Sayuni. 1, utakuwa na ujasiri. 2, utakuwa na ulinzi. 3, utakuwa na baraka na amani. Tuombe. Mungu ulio hai, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya wapendwa. Asante kwa ajili ya ujumbe ambao umesema nasi. Yamkini tulikuwa tumeona kukata tamaa. Yamkini kuna mahali ambako tulifika tukaona haupo, lakini leo umetudhihirishia wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, lakini pia unawazunguka kama milima ilivyoizunguka Yerusalemu. Unawalinda. Umetufundisha ujasiri mbele zako, lakini ulinzi mbele zako, lakini baraka na amani. Ninaomba amani na baraka zako ziambatane na watu wako vile wanavyokufuata wiki hii. Amani kawe na nyumba yako kama vile mwandishi aliwatakia Israeli amani. Nami ninaomba amani yako ikawe na watu wako na baraka zako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki. Karibishi